Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 3 Aprili. Tutakuwa tumebarikiwa kama tukikaribia tanuru takatifu ya fumo la upendo linalotuunguza, na hata kwamba tuyafie mambo yote na vitu vyote, hadi kufikia hatua ya kuwa kusiwepo kingine cha kuangalia isipokuwa Mungu. Tutakuwa tumebarikiwa kama tukikaribia tanuru takatifu ya fumo la upendo linalotuunguza, na hata kwamba tuyafie mambo yote na vitu vyote, hadi kufikia hatua ya kusiwepo kingine cha kuangalia isipokuwa Mungu. Mtakatifu Gaspari anatupa ufafanuzi ambao unatudai sisi wa Kristo tumtegemee Mungu katika yote, maana yote yametoka kwake. Hebu tuangalie maana kuu ya maneno haya. Tanuru takatifu ya upendo. Hii ni taswira ya moto wa upendo wa Mungu unaotakasa na kuunguza kila kisicho safi ndani ya roho ya mwanadamu. Tuyafilie mambo yote na vitu vyote ni wito wa kuachia kila linalotufunga duniani, mfano mali, heshima, tamaa, lengo likiwa ni kuacha moyo uwe huru kwa Mungu pekee. Siwepo kingine cha kuangalia isipokuwa Mungu. Hii ni hatua ya juu ya maisha ya kiroho, ambapo mtu anajikita kikamilifu kwa Mungu bila kuvutwa na mambo ya kidunia. Mfano ni kama dhahabu inapowekwa kwenye tanuru, inapita katika moto mkali ili kuondoa uchafu na kubaki safi na yenye thamani. Vivyo hivyo, roho inapokaribia tanuru ya upendo wa Mungu inatakaswa na kufanywa safi kwa ajili ya muungano wa karibu na yeye. Tukitafakari pia katika maisha yetu, ujumbe huu unatufundisha kwamba baraka ya kweli haipatikani kwa kushikilia vitu vya kidunia, bali kuachilia vyote na kumruhusu Mungu pekee kuwa lengo la macho na moyo wetu. Pia Mtakatifu Gaspari anatupa mwaliko wa kuishi maisha ya kujitoa, maisha ya sala na maisha ya upendo usio na masharti. Mafunzo tunayapata katika ujumbe huu sisi wa Kristo wa leo: mosi, kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Wakristo wanaitwa kuishi maisha ya kujikana na kujitolea kwa upendo wa Mungu, si kwa tamaa za kidunia. Pili, kutakaswa kwa upendo. Upendo wa Mungu unapotawala unatupatia nguvu ya kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu. Tatu, kumweka Mungu kama lengo kuu. Katika dunia yenye mahangaiko, vishawishi vingi, Wakristo wanakumbushwa kumweka Mungu pekee kama lengo la maisha yao. 4. Maisha ya sala na tafakari. Karibia tanuri ya upendo kwa sala ya kina, tafakari ya neno la Mungu na kushiriki sakramenti za kanisa. Pia Mtakatifu Gaspari anatuasa na anatufundisha kwamba baraka ya kweli hupatikana pale tunapojitoa kikamilifu kwa Mungu, tukiachana na kila kitu kinachotufunga na kumruhusu Mungu atawale kwa upendo wake. Hivyo anatutakasa hadi macho yetu ya kiroho yawe yameelekezwa kwake pekee. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Anton Felix wa wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.